Asante ndugu waandishi wa habari. Tumewaita hapa ili kuwajulisha, kuwapa taarifa ili mfikishe kwa Watanzania, hususa wananchi wa kanda ya Victoria, mikoa ya Mwanza, Geita na Kagera, na specifically wanachama wa Chadema na Watanzania wengine wengi ambao wanapenda kufahamu shughuli za chama chetu. Kama ambavyo mnafahamu, tulishatangaza tayari uchaguzi wa mkoa wa Mwanza, na uchaguzi huo ulianza na zoezi la kuchukua fomu ambalo lilifanyika kwa siku 7, na jana tumehitimisha mchakato mzima wa kuchukua fomu na kurejesha, na leo tarehe 8 ni siku ya usaili na baadaye tutafanya uteuzi. Baada ya usaili tutafanya uteuzi, na tukishafanya uteuzi tutawaruhusu sasa ambao watakuwa wameteuliwa kuanza kampeni mara moja kwa siku ambazo zimebaki kufikia tarehe 13. Na tarehe 13 tutafanya uchaguzi kwa maana ya kukamilisha mchakato mzima wa uchaguzi. Sasa nianze na zoezi la usaili. Zoezi la usaili litafanyika leo na litafanyika katika ofisi ya kanda ya Victoria hapa tulipo. Lakini pili, tutawasaili wagombea wafuatao. Nafasi ya wenyekiti waliochukua fomu na kurejesha wako 4. Yuko Adam Chagurani, yupo Charles Yona, Daniel George Gasaya na Grayson Wanzagi Warioba. Hao 4 wamechukua nafasi ya wenyekiti wa mkoa wa Mwanza. Nafasi ya ukatibu wa mkoa wa Mwanza waliochukua fomu wako 4. Paulo Lucas Fulano, Samsoni Masaru, watatu ni Stefano Edward Jumulisha, na 4 ni Victoria Benedicti Tindabagile. Hao nao wako 4 kwenye nafasi ya ukatibu, ambao hadi jana walifanikiwa kurejesha fomu kwa mujibu wa taratibu za chama chetu. Nafasi nyingine ambayo iko wazi na inagombewa ni nafasi ya ukatibu wa BAWACHA. Wanaogombea nafasi hiyo wako 2, Eudia Frenki na Oliver John. Wao wamegombea nafasi ya ukatibu wa BAWACHA, Baraza la Wanawake wa Chadema. Kuna nafasi ya 4 ambayo iko wazi katika ngazi ya mkoa, na yenyewe ni nafasi ya wenyekiti wa Baraza la Wazee BAZECHA. Waliogombea wako 3. Yupo Alfasaidi Ndigile, Asumani Shabani Kanoga pamoja na Robert Mwinamila, wako 3. Kwa hiyo nafasi ya wenyekiti wa Baraza la Wazee wa Chadema wanaogombea nafasi hiyo ngazi ya mkoa wako 3. Nafasi nyingine ni ya ukatibu wa Baraza la Wazee mkoa wa Mwanza. Waliochukua fomu wako 2. Wa kwanza ni Abeli Mwesa na wa pili ni Manyanza Stanislaus Paulo. Hawa nao wako nafasi wanaomba kuteuliwa nafasi ya ukatibu wa BAZECHA. Nafasi ya mwisho ambayo itafanywa usaili na baadaye kuingizwa kwenye uchaguzi ni nafasi ya uweka hazina BAZECHA, Baraza la Wazee wa Chadema mkoa wa Mwanza. Nafasi hiyo imegombewa ama amechukua mtu mmoja fomu, na yeye anaitwa Fredi Dukanga. Kwa hiyo kwa ujumla tuna wagombea waliojaza fomu sasa wako 16 kwa nafasi zote. Nafasi ya wenyekiti wa chama mkoa wako 4, nafasi ya ukatibu wako 4, nafasi ya ukatibu BAWACHA wako 2, nafasi ya wenyekiti BAZECHA wako 3, nafasi ya ukatibu BAZECHA wako 2, na nafasi ya uweka hazina wa BAZECHA yupo 1. Kwa hiyo hawa ndio tutakwenda kuwafanyia usaili. Sasa tukishamaliza usaili leo,
hatua ambayo itafuata ni uteuzi. Kamati ya usaili itafanya uteuzi leo, na wale ambao watakuwa wameteuliwa watashiriki moja kwa moja, wataanza kampeni. Lakini wale ambao kwa mujibu wa taratibu zetu, kanuni yetu inasema wale ambao hawatateuliwa watajulishwa kwamba hawakuteuliwa, na lazima wataambiwa sababu za kwa nini hawakuteuliwa. Kwa hivyo kwa ujumla zoezi la usaili liko katika hatua hiyo, na baada ya usaili na uteuzi, wagombea wataanza kampeni za kuomba kura kwa wajumbe. Tunategemea kuwa na wajumbe wasiozidi 100, na tunategemea watakuja kwa kweli kwa wingi wao, na tayari mialiko imeshawafikia na wanaendelea na maandalizi ya kuja kwenye uchaguzi. Jambo la muhimu ambalo naweza nikalitoa kwa hatua ya sasa ni kwamba sisi Chadema tumejipambanua kupigania haki, tumejipambania kupinga rushwa, tumejipambania kupata uongozi kwa njia za kidemokrasia. Pamoja na kwamba tutaendelea kuongea na wagombea na wapiga kura kwa maana ya wajumbe, naomba nitoe wito kwa wagombea na wajumbe wote kwa ujumla. Uchaguzi huu ni uchaguzi wa chama ambacho kipo na misimamo wazi inajulikana, chama kinachopinga rushwa hadharani, chama kinachotaka haki itendeke, sio tu itendeke, ionekane ikitendeka. Na sisi ngazi ya kanda ambao tunasimamia shughuli hii ya uchaguzi, tutahakikisha kwamba uchaguzi huu unafanyika kwa kutenda haki, na sio tu kuitenda, tutaionyesha ikitendeka, na baadaye watu wataiona kweli haki imetendeka kwa kila mgombea, kwa kila hatua, kwa kila mchakato. Kwa hiyo nitoe angalizo na ni onyo kwa kweli, hasa kwa wajumbe na wagombea. Hatutegemei kabisa tuone wagombea kwa namna moja ama nyingine wanajihusisha na masuala yanayokiuka maadili ya chama chetu. Kwetu rushwa ni adui wa haki. Kwetu rushwa ni kitu ambacho hatutakifumbia macho. Kwa vyovyote vile ambaye ataonekana kwa namna yoyote ile anafanya ulaghai, anafanya kitu ambacho hakitakiwi kwa mujibu wa katiba yetu, hatua kali zitachukuliwa dhidi yake. Wajumbe ambao ndio wanahusika sana kwenye uchaguzi huu wawasikilize wagombea equally, wapime hoja zao ambao watateuliwa, lakini baadaye wafanye maamuzi sahihi kwa mujibu wa chama chetu. Na wanapofanya tafakari, wajue mwenyekiti wetu wa chama yupo gerezani, wajue taifa lipo kwenye mkwamo, na Watanzania wanasubiri msimamo, wanataka waendelee kuona msimamo wa chama ambacho wanakitegemea kuwakomboa, kuleta ukombozi wa pili. Kwa hiyo kwa leo, waandishi wa habari, ni itoshi tu kusema kwamba mchakato wa uchaguzi sasa unaendelea, na leo tutakuwa na usaili na uteuzi. Baada ya usaili tutaingia kwenye siku za kampeni. Baada ya kampeni tutafanya uchaguzi, na tutawajulisha kila hatua ambayo itakuwa inafanyika. Na tukishamaliza uteuzi, tutawajulisha sasa wagombea ambao watakuwa wameshateuliwa, majina ambayo yameteuliwa, ili watu wafahamu kwamba wanaokwenda sasa kugombea ni hawa na hawa na hawa. Kwa kifupi, naomba nikomee hapo, lakini kikubwa sana, uchaguzi utakuwa ni wa huru na haki, na tunafahamu misingi ya chama chetu, ukweli, haki, na kwa kweli tunategemea kabisa uwazi utafanyika kwa kiasi kikubwa sana, na kila mtu ataridhika. Yoyote yule ambaye atashiriki mchakato huu, kuanzia wanachama, wajumbe, wapiga kura, wananchi, wagombea wenyewe, kila mtu ataridhika kwamba mchakato kwa kweli umekuwa mzuri na uko wazi, na kila mtu ana nafasi ya kutumikia kadri anavyoweza. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana, naomba niwatakie asubuhi njema. Tutawajulisha tena tutakapowateua, tutawaita kwa ajili ya kuwatangazia majina ya wale ambao watakuwa wameteuliwa kugombea sasa rasmi. Asanteni sana.